Mtazamaji, kikao changu kipo imara katika awamu hii yetu ya pili kwa yanayojiri. Unatutazama ukiwa wapi? Matarajio yako hii leo kuhusiana na hotuba yake Rais William Ruto bila shaka ni ipi? Tujuze, wasiliana nasi. Lakini hivi sasa, kumbuka awali nilikuwa nimekujuza studioni tupo naye kiongozi wa siku ambaye ni mbunge wa Embakasi Kaskazini James Gakuya. Kwake historia ya siasa humu nchini imemwona katika nafasi ya aliyekuwa naibu rais ambaye hivi sasa ni Rais William Ruto wakati wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alipokuwa mamlakani. Ameona pia kutimuliwa kwake Rigathi Gachagua na hivi sasa yanayomkuta ambaye ni naibu rais Kithure Kindiki. Basi yupo katika nafasi nzuri, mtazamaji, kutupakulia na kuanikia wazi kuhusiana na nafasi ya kiti hiki humu nchini, siasa zake na zina maana gani kwa taifa hili. Shukran sana Gakuya. Tutaanzia na hapa. Kwanza kabisa, una historia nzuri sana ya kiti hichi cha naibu rais kutoka kilipokuwa Vice President kwa lugha ya Kizungu, makamu rais, hadi kufikia sasa ni naibu rais. Labda tuanikie picha hii, maanake umekuwa katika serikali hizi tofauti. Shukran. Ni vizuri niwaeleze watazamaji kwamba hii kiti kilikuwa ni kiti hakina maana kule mbeleni kabla tuweze kupata katiba mpya. Na hii kiti kimekuwa ni kiti ya kwamba ungefutwa kwa barabara na rais na angeteua makamu wake kwa barabara. Na hivyo Vice President alikuwa mtu wa kukaa na wasiwasi kila siku, kwa sababu angefutwa wakati wowote na angefutwa kama cabinet secretary ama afutwe kama mtu mwingine wowote. Lakini ukiangalia mtu ambaye aliteseka, kitu historia yake ni kwamba wakati wa Jomo Kenyatta tulikuwa na Muruba aliyofariki akiwa ambaye aliweza kutekeleza mwaka moja tu na kiti ikawa moto sana. Ukiangalia naye mtu kama Jaramogi, baba yake Raila, aliweza kuwa makamu wa Jomo Kenyatta na akatimiza kama miaka 2.5. Hakumaliza tamu mzima pia na yeye akafutwa barabarani. Na ukiangalia sasa tulipokuja kwa Moi mwenyewe amefanya kazi kwa muda mrefu akiwa na Kibaki, na baada ya Kibaki akalete Dr. Karanja, na baada ya Dr. Karanja pia hakukaa, akavutwa hapo katikati hata kumaliza mwaka, na tukasonga hapo tukakuja kwa Kinothia Saitoti. Na Saitoti pia amekaa kwa hiyo kiti. Lakini pia ukiangalia kuna wakati Saitoti hiyo kiti ilikaa na Moi bila makamu karibu kwa miaka 2, na Moi hakuweza kuteua mtu, na akarudi akateua mtu, lakini akatukana Wakenya akawaambia nitamteua masafuria ya ugali kama sitaweza ongezeka ziongezeke. So tukatoka hapo na huo utawala ukaishia hapo. Tukaja sasa kipindi hiki, na unakumbuka tukimalizia kipindi kile cha Moi kilimaliza kipindi kigumu, na ukikumbuka Saitoti waliweza kuhama kwa chama hiyo ya KANU wakiwa na Raila. Kumbuke Raila alikuwa tayari amejoin KANU wakati huo, na wakati Uhuru Kenyatta aliteuliwa na Moi apiganie wadhifa urais na chama cha KANU. Sasa hiyo timu yote ikang'atuka, ikiwa Kalonzo Musyoka, ikiwa George Saitoti, akiwa ule alikuwa anaitwa Kamotho, na Raila mwenyewe na timu yote na akina Ntimama wakang'atuka. Na tuseme baada ya promulgation of the new constitution, hiyo kiti ilipewa nguvu, kwa sababu hiyo kiti ilikuwa sasa ni kiti ikapata nguvu kwa katiba, na ikawa sasa ni deputy, kwa hivyo ni naibu, sio makamu tena. Na naibu akawa rais ambaye ni rais ambaye natafuta kiti, ni lazima ataweza kupeana jina ya makamu wake. Kwa hivyo prerogative hiyo ni yake, ajitafutie mtu, hiyo mtu forward jina yake kwa IBC, na akipita mitihani ya IBC sasa mnaenda mkiwa pattern. Lakini ukiangalia kiti ya deputy, either iwe ni ya governor ama iwe ni kiti ya rais, ni kama uwezo ni moja, kwa sababu hiyo kiti haijapewa kazi. Wewe ni kazi yako ni kushauri rais,
na ukishauri rais anaweza kupatia mamlaka ingine yoyote ya kazi ingine yoyote akitaka. Kwa hivyo kama lakini hana mamlaka yake kibinafsi. Hauna mamlaka yako kibinafsi. Rais anaweza kubali wewe ukaage kule ukisoma gazeti na hiyo biashara itakuwa hivyo. Kama akikunyima kazi ingine utakaa bila. Lakini kisheria unaweza kumshauri na hiyo iko kwa katiba. Na niseme kwamba ukiangalia vile William Ruto waliunda serikali wakiwa na former president Uhuru Muigai Kenyatta. Wakati huo hiyo kiti ilikuwa ya maana sana. Na ilikuwa kiti ina joto. Na ukumbuke kwamba yule alikalia mamlaka ya kwanza kuhudumu katika hiyo kiti ya naibu sio mwingine, ni rais aliyoko mamlakani sasa leo ambaye alimkuta. Huyu ndio alikalia hiyo kiti ya naibu akiwa wa kwanza katika jamhuri hii, na wakafanya kazi mzuri sana na rais wake kwa miaka 5. Na ukumbuke wakati hawa watu walichaguliwa walikuwa wakivaa shati zinafanana, tai zinafanana, suti zinafanana. Kwa hivyo urafiki ulikuwa wa dhati mno. Lakini kipindi hiyo kilipokuja kutamatika, ile harusi yao ilikuwa ni kama imeanza kulegea. Kwa sababu ukikumbuka Uhuru Muigai alipochaguliwa kipindi cha pili, hiyo kipindi ya kwanza tu na muhula wa kwanza, mwaka huo wa kwanza, kulitokea dosari mingi, na ndivyo tuliona handshake ya Uhuru Muigai na Raila Odinga. Na baada ya hiyo handshake, nguvu zake naibu wa rais kama zimezimwa, na hata uwezo wake ukakaa kama umezimwa. Naye William Ruto akachacha kwenye siasa, akaenda tu kufuruka kabisa na kutafuta umaarufu wa kampeni. Lakini uzuri wa rais Uhuru Muigai Kenyatta hakutafuta mbinu za kisheria za kuweza kumngatua ule naibu wake. Kila naibu wake alitumia privilege zake zote, kuwa na nyumba yake ya Karen ya serikali, ulinzi wake na kila kitu, na title yake ya naibu wa rais. Kwa hivyo yeye alimretain, hakumngatua mpaka kipindi kikaja kutamatika. Na ukumbuke kwamba naibu wa rais alianza chama yake ya UDA katikati ya safari yao na Uhuru Muigai Kenyatta, na akanoga na siasa, na Uhuru hakushughulika, isipokuwa alikuwa akimuita majina. Wakati huo walikuwa wanasema ni siasa za huruma. Ama mnaziita siasa gani? No, zile siasa zilikuwa kwa lolote niseme, zilikuwa siasa ngumu tu, kwa sababu ukiangalia Uhuru wakati Raila alikuja na akaingia kwenye handshake, ni kwamba ukiangalia bunge yenyewe, bunge ilitokotea kidogo, kwa sababu mamlaka ya wale wachache katika bunge hawafai kuwa wakihudumu kwa vyeo za machairman, zile zinaitwa za departmental. Lakini wakati huo ndio tuliona vinara wa ODM wakiweza kupewa nafasi za kuhudumu katika bunge wakiwa machairman wa departmental committees. Na hapo tukaona machairman wengi wakipumzishwa kazi ya kina Kimani Ichung'wah, wakati huo alikuwa chairman wa budget, na wengine wakapumzishwa. Na mpaka Duale, kumbuka, alikuwa akiwa majority leader pia, na yeye akafika mahali akapumzishwa. Hata mtu anaitwa Kidiki mwenyewe sasa hiyo alikuwa majority wa Senate, pia akapumzishwa na Uhuru nyakati hiyo. Na wengine wale walikuwa upande yule wa Raila wakapata nyadhifa hizo. Hiyo tuseme mpangilio ulipangwa, haujulikani na katiba. Kwa hiyo ni mpango wa kienyeji ulipangwa, ambao unaibuka kutokana na migogoro. So na ukiangalia William amefika wakati wake, wakati sasa amechukua hatamu, wakati ameleta broad based. Sasa kuna timu kubwa ile aliingia nayo, ametupa nje, na wakang'atuliwa kwenye viti, na hizo viti zikachukuliwa na ile broad based. Na ukiangalia vile vile katika hiyo bunge, mchanganyiko ule ulioko leo ni kwamba mkubwa wa wachache katika bunge bado wako kwa ODM, na bado wale wako kwa serikali. Kwa hiyo hapo kuna mchanganyiko ambaye katiba haijakubali, na lakini inafanyika kienyeji. Shikililia hapo Gakuya, manake kuna kitu ambacho kinaibuka. Katiba iliyoko na sheria zinazoizunguka, migogoro inayoibuka kati ya rais
na naibu wake. Ni vitu ambavyo tutakuwa tunaviangazia, lakini kwa sasa niruhusu tupate kusikia, mtazamaji, baadhi ya maoni ya Wakenya katika kaunti ya Kakamega, ambapo najiongea naye mwanahabari mwenza Violet Auma atujuze zaidi matarajio ya Wakenya na maoni yao kuhusiana kinachomzunguka ambaye ni naibu rais Kithure Kindiki. Violet, hujambo? Hali halisi hivi sasa ni ipi kwako? Milia, hapa kaunti ya Kakamega mambo ya shwari, na vile vile tu wakazi wa kaunti ya Kakamega wangependa kuzamia mada ya leo ambayo tunazungumzia mgogoro ambayo tunaona inaibuka baina ya naibu rais na vile vile rais, na si swala ambalo limekuwepo tu kwa sasa, ambayo ama tunaona kati ya naibu rais Kithure Kindiki na vile vile rais William Ruto. Ni mambo ambayo yamekuwepo tu katika serikali zilizopita, lakini kwa sasa hivi badala ya kuandikia mate na vile kwa sasa hivi vile vile weka hapa Ruanja, ni kipi ambacho kinaendelea na mjadala wa leo? Wacha tuweze tu kuzungumza na wakazi hapa na tuweze kusikia hisia zao ni zipi. Naomba usongee kidogo, tueleze jina lako, wewe mwenyewe kulingana nawe maoni yako. Kipi kinatokea baina ya naibu rais na rais William Ruto, na si rais William Ruto tu bali katika serikali zilizopita tuliweza kuona rais William Ruto vile vile akikuwa na mgogoro baina yake na rais aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta. Naam, asante sana kwa majina. Mimi naitwa Onyonje William. Na kuchangia mada hii nasema kwamba kuna uwezekano kwamba hiki kiti cha naibu wa rais ama makamu wa rais ilipokuwa hapo awali kina hususan ubishi kidogo unapokuja kwamba unapokuwa na mahusiano na rais. Unakuta kwamba wanapoanza uhusiano wao kuna ule wema. Basi sasa unapata wakati rais ananuia kutazama tamu nyingine, anaanza kujipanga kulingana na vile hali ya siasa ilivyo, na unapata kwamba walipomtoa bwana Gachagua afisini, ilikuwa maybe Gachagua atakapotolewa kutatulia, but kuna wave ambayo imetokea, na ni sharti kwamba rais ambaye yuko sasa atizamie hiyo maneno ambayo inaendelea na aweze kujipanga vyema ili inapokuja 2027 asikose hatamu za uongozi. So kwa mtazamo wangu mimi naona ni kwamba inakuwa ni rais ambapo anajiweka katika ile hali ya kujipanga tu ili asiweze kupoteza. So hiyo ndio imekuwa hapo awali. Kunakuwa na yule ambaye anasaidia rais mara mingi anaitwa Kingmaker, na Kingmaker huwa anaumia sana. Naweza kupa kura nyingi, lakini tunapokaa na wewe, mimi kama naibu na wewe kama rais na mimi kama naibu, unapata kuna ubishi kulingana. Mimi nakwambia mimi nina uwezo wa kukupa namba fulani, so unaonekana ni kama nakupinga katika kazi yako. Ranja, labda pengine kama naweza uliza, wewe naamini kwamba wewe ni wakili. Kisheria, kikatiba, unaamini ya kwamba manaibu rais ambao wamekuwa wakitekeleza majukumu yao ipasavyo? Maana kikubwa zaidi wao ni wasaidizi wa rais. Kwa mtazamo wangu naona, angalia historia nyuma, Saitoti alifanya vyema, Moi alifanya vyema, ndipo akaweza kutua. Ni yeye peke yake ndio, na Samuel Ruto ndio ameweza kutua baada ya kuwa naibu ndio amekuwa rais. Walitekeleza. But kwa upande mwingine niliona wakati Ruto alikuwa deputy president alijihusisha sana na mambo ya siasa. Nimeona pia Kindiki anajaribu kujihusisha na mambo na kisiasa. So ile kazi ambayo iko alipewa, naona ni kama anajaribu kuacha kidogo, anajitoza katika 2027. So inampa rais wasiwasi kidogo, hata kama ni wewe huwezi pata usingizi. Lakini si Kindiki tu, mtangulizi wake Rigathi Gachagua vile vile mambo yalikuwa hivyo hivyo, akaenda Segemnege na baadaye akabanduliwa mamlakani. Ndipo ni sawa. Kindiki pia alijihusisha, Gachagua pia alijihusisha. Sawa. But kwa muda mfupi, na alikuwa anajihusisha akimsukuma mgongo wa rais. Ndio, alikuwa anavuta upande wa rais. But kukatokea jambo ikabidi afanye nini? Angatuliwe. Asante, nashukuru. Wacha nisikize mwanadada hapa. Tueleze nawe hisia zako ni zipi? Okay. Asante kwa kunipa hii fursa ya kuzungumza kwa wakati huu. Kwa majina naitwa Amina Omari, ni Prime Minister wa bunge wa jukwaa la mwanadada. Ningependa tu kuwasilisha pendekezo langu. Mimi katika kuona migogoro ambayo inatokea baina ya rais na naibu wake, nadhani huwa inafikia tu mahali labda mmoja anaenda kinyume na mwingine jinsi ambavyo walikuwa wamepanga. Hiyo ndio kitu ambacho mimi ukisia ni kitu ambacho huwa kinaleta migogoro baina ya watu wawili ambao wanafanya kazi pamoja. So mimi pendekezo langu lingekuwa tu, ningependa kusema waweze kuhusisha mwanadada, president akiwa wa kiume, vice president akuwe mwanadada, ndipo sasa tuweze kuona ni jinsi gani ambavyo hiyo serikali inaweza
kuendekezwa, kwa sababu tunapata huu mgogoro umekuwa tokea pale nyuma, kama vile Vice President ambaye alikuwa Gachagua walikuwa na utofauti na akaweza kubanduliwa kitini, ndipo sasa tukaona Kindiki akaingishwa ndani. So pia kwa sasa ningependa kusema tu ni president anakosa amani, kwa sababu tukiangalia by elections ambazo zilifanyika pale Olkalau ilimpa tumbo joto, kwa maana aliweza kujua kwamba Kindiki angedeliver pale na ilishindikana. So nadhani kama ni mtu ambaye anatumia akili ataweza kuona ni kama huyu mtu ana mchezo, kwa maana kilikuwa ni kiti kidogo tu. Na ningependa pia kusema Kindiki, tuseme labda kazi yake anaifanya, but labda haifanyi kulingana na vile bosi wake anataka. Kuna kazi ambayo huwa inapangwa kulingana na kundi, vile jinsi ambavyo mmesema ipangwe. So ukipata mmoja anaenda kinyume, migogoro lazima itawepo. So ningependa kusema katika sayansi unasikia tunaambiwa like poles zina repel, unlike like poles zina attract, na unlike zina repel. So mimi ningependa waweze kujaribu naibu wa rais wa kike. Asante. Sasa wacha tuweze kusikia kaka, na wewe hisia zako ni zipi? Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Magero Ernest, na mimi ni kiongozi wa umri mdogo katika eneo la Shewe hapa Kakamega. Nashukuru kwamba kunaweza kuwa na mjadala kama huu. Kwanza hisia zako ni zipi, sababu muda wetu mchache? Okay, kwanza ni kwamba naona kwamba huyu Kindiki ni appointee, ni presidential appointee wa rais, kwa sababu rais ndio anamchagua. Kwa sababu tukiangalia jinsi walivyofanya ile election ya last, inasemekana kwamba Rigathi alikuwa nyuma ya Kindiki katika ile list ya kuwachagua, lakini rais akasema kwamba hatawacha Kindiki achukue Rigathi. Kipi kinastahili kufanya ili kuweza kuhakikisha kwamba migogoro haitokei, kwa sababu ni kitu ambacho tumekuwa tukiona migogoro imekuwepo tangu wakati wa uhuru hadi sasa? Nafikiri tubadilishe jinsi tunachagua huyu naibu wa rais, ili naibu wa rais atoke upande ambapo rais atakuwa na usemi sana kwa kuchaguliwa kwake. Nafikiri itakuwa sawa. Yeah. Okay, sawa. Migogoro ambayo inatokea kwa sasa, unafikiria ni kitu kipi kando na kubadilisha? Kitu kingine kipi ambacho labda pengine kinastahili kufanyika kwa sasa ili kuhakikisha amani? Maana kwa sababu wale viongozi wakiwa pale na wana mzozo, vile hapa nchini Kenya kila mmoja anatashwishi katika kila kona ya nchi. Nafikiri saa hii hii uongozi ambayo iko ya Kindiki ni kwamba Kindiki lazima awajibike kwa ile kazi ambayo alipewa na rais, ili Kindiki aweze kushikilia ile mlima ambayo nafikiri imekuwa telezi kidogo. So ukipewa nafasi ya kufanya kazi kama naibu wa rais, nafasi ambayo umepewa na rais mwenye yuko, ni kwamba kazi yako ni kushikilia mlima. So ina maana kwa jukumu kubwa la naibu rais ni lipi? Jukumu langu kubwa la naibu rais ni kufanya ile kazi ambayo atapewa na rais, na kwa ile kazi ambayo rais alimchagua ili ashikilie mlima, na ameshindwa hiyo. Yeah, kikatiba sijui, wacha tuweze kuzungumza nawe kikatiba, majukumu ya naibu rais ni yapi ambayo unaambiwa kama Kithure Kindiki hatekelezi kwa sasa? Asante. Kwa majina mimi naitwa Anjala Eliud, kiongozi wa vijana hapa Kakamega. Kwanza kabisa nataka kusema kwamba tuko na gap kwa sheria kidogo, kwa sababu tungekuwa tuko na roles specific za naibu wa rais pamoja na rais pia kuna roles zake, basi hatungekuwa tunakuwa na hii mvutano hapa na pale. Na pia tunafaa mwenzangu mwenye ametangulia hapa mwanasheria, inafaa watueleze jinsi gani nafaa iandikwe ama iwekwe katika katiba ili naibu wa rais akuwe na role zake specific. Kwa saizi kazi ya naibu wa rais kubwa ni kusaidia rais. Na unajua mimi, for example, mimi nikuwe rais siku ya leo, nikuwe na naibu wangu, mimi ndo namwambia hapa ndo niko na ulegevu kidogo, kimbia unishikilie. Lakini kama simuhusishi, basi inamaanisha hana kazi, hako pale tu, rather than kuhead committee moja ambayo inaitwa IPAC. That is the only role ambayo iko specific kwa katiba ya naibu wa rais. So mimi napendekeza ya kwamba ili mimi siku moja nikiwa naibu wa rais pia nisipitie haya mambo ambayo yanafanyika siku ya leo, lazima tuende kwa constitution review, tutengeneze, tupe naibu wa rais ulinzi na pia tumpe role zake specific. Kitambo tulikuwa na vice president, sasa hivi tuko na deputy president. Naibu vice president alikuwa na docket ya home affairs, so tulijua kwamba as much as anasaidia rais, lakini ako na docket yake specific. Asante. Acha tuweze kusikia kwako. Naomba niko na dakika moja mbili hivi kumalizia. Na
Mimi ni Brian Collins, Executive Director Chimbila CBO. Nilikuwa na haya ya kuzungumza, tafadhali nitaongea kwa lugha ya Kimombo. I think the President and the Deputy President of the Republic of Kenya, kulingana na mimi pamoja na wakazi wengine wa mji wa Kakamega, they are just we have the conflict of interest. I think when we look at Kithure Kindiki coming from the mountain and Mr. Ruto coming from the Rift Valley, both of them have numbers. And I think when you look at the history, two presidents have emerged from the mountain region. So I think Kindiki actually just thinks that he cannot play a second fiddle. At the same time, Ruto thinks that Kindiki should be playing the second fiddle. So I think that is why they are backlashing. Naomba niulize, matatizo ama mgogoro ambao tunaona kwa sasa ni kwa sababu ya majukumu ambayo hatekelezi ambayo alipewa kikatiba, au ni masuala ya kisiasa? Mimi naonelea ni kama ni masuala ya kisiasa. Yes. Okay. Sasa nipate mtu mmoja wa mwisho, labda pengine kama anaweza tunaweza Kaleb, kama unaweza songana na sisi, naomba toe kofia tafadhali, ongea na sisi. Kwako maoni yako ni yapi tukimalize? Kwanza kwa majina naitwa Adam Siokali, nikiwa mkazi wa hapa Kakamega. Maoni yangu kwanza kuhusu mchakato wa rais na naibu wake ni kwamba ni opposition ndio wanajaribu kwanza kusukuma rais aonyeshe atachukua wapi next deputy president. Sababu kwa sasa wameona ya kwamba tayari mlima ushaenda. Na siwezi danganya Kindiki ya kwamba aanze kujishikilia akifikiria is the next deputy president. Next deputy president ni discretion ya president kuamua ya kwamba atachukua wapi kulingana na support ile atakuwa nayo katika ground. Na mlima ulienda, hiyo story tuachane nayo ya kwamba kunaweza toka tena deputy president mlimani. Lakini ukisema kwamba mlima ulienda, acha nikurudishe nyuma kidogo. Ukiangalia mzozo ulikuwepo baina ya aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta na vile vile ambaye ni rais wa sasa William Ruto. Vile vile Rigathi Gachagua mpaka akangatuliwa mamlakani. So kwa sasa hivi hatuwezi sema kwamba ni masuala ya Olkalau, lakini ni swala ambalo limekuwa likitokea mara kwa mara. Na mimi nitakupa historia. Sababu historia lazima ionyeshe ya kwamba tumewahi kuwa na deputy president ama vice president kule awali. Ule president, deputy president ambaye aliwahi leta shida katikati yake na rais alikuwa Josephat Karanja ambaye alikuwa vice president wa Moi. Akaleta mzozo kidogo pale, akangatuliwa. Lakini wale wengine ambaye tumekuwa na wao wamekuwa sawa. Tukihesabu kuanzia Wamalwa, kuanzia Mudia Wori, kuanzia Mudavadi. Kwa hivyo hakuja kuwa na shida na hiyo ofisi. But lazima tu understand transition ile tumekuwa nayo kutoka kwa katiba mzee na kukuja kwa katiba mpya, ndio hapo mambo imeanza kuonekana kwa sababu ya mamlaka. Na ni itabidi serikali ama Kenya tuende hata referendum tuone ni mamlaka yapi tutapatia huyu deputy president ndiye asikae upweke katika hiyo ofisi. Nashukuru sana Bwana Adams na wengine wote ambao wameweza kujitokeza kuzungumza nasi katika mjadala wa leo. Ni masuala ambayo yameweza tu kuibuka na wakazi wa kaunti ya Kakamega wamesema, baadhi tu wakisema kwamba kuna mianya katika sheria ambapo inastahili kuangaliwa ama kuangaziwa upya, kuangalia ni majukumu yapi ambayo naibu rais anastahili kupewa, labda ndiye asiwe mpweke, na labda pengine masuala haya basi yasiwe kijirudia kutoka kwa naibu rais wa sasa hadi kwa naibu rais ambaye atakayekuja mwaka 2027 baada ya uchaguzi ambao Wakenya wanajiandaa. Narudisha kwako Milia. Asante sana Violet, umetuanikia vyema maoni ya wananchi hapo. Mambo matatu yanayoibuka: utendakazi wake naibu rais, uthabiti wa kiti hicho, na mwisho kabisa migogoro inayoibuka kila kukicha kati ya naibu rais na rais ambaye yupo madarakani. Ni kati ya mambo ambayo tunapaswa kuangazia, lakini hivi sasa niruhusu tupate kopo la maji. Tukirejea mtazamaji, tutapata kujua je, ni kipi hasa kinachohitajika kuzingatiwa panapokuwa na migogoro kati ya rais na naibu wake. Usiende mbali.
Unatutazama ukiwa wapi? Katika awamu hii mtazamaji, tunaangazia migogoro inayoibuka baina ya rais na naibu wake na ni kipi ambacho kinahitajika kuzingatiwa. Je, kuna sheria madhubuti ambazo zinapaswa kuangaziwa? Na je, sheria inamlinda vipi naibu rais? Na mwisho kabisa, labda ni kipi cha kuzingatiwa katika siasa za siku za hivi karibuni zitakazofuata, tusiwe na taswira ambayo kwa hivi sasa imeonekana kujirudia kwa kila serikali inayoingia madarakani. Ila kwa sasa mtazamaji, kabla sijarejea studioni na kiongozi wangu wa siku, niruhusu tupate kusikia kauli ya baadhi ya viongozi akiwa naibu rais Kithure Kindiki kwa yale yanayotokota hivi sasa. Tusikize. Profesa Kithure Kindiki, rafiki yangu, nisikize vizuri na unisikize nikiwa Matungulu. Ukiona cha mwenzako kimetiwa maji, ukiona mwenzako amenyolewa, chako kitie maji. Ruto has made a deal with ODM that the deputy president in 2027 in the Kenya Kwanza administration will come from ODM. ODM watadai wapate deputy president, na yule mtu ambaye amekomaa, amekuwa na baba miaka na milele, ambaye amekuwa waziri, ambaye amekuwa deputy party leader wetu, anaitwa Wycliffe Ambetsa Oparanya. Najua tumeongezeka, kina Oparanya wamekuja, wamekaribishwa, lakini hatutoki, hatuwezi waondokea. Kauli za baadhi ya viongozi. Mwisho kabisa, akiwa naibu rais Kithure Kindiki ameweka bayana, amesimama kidete, haondoki, hataondoka, yupo papo hapo. Lakini wacha nijiongee naye James Gakuya, mbunge wa Embakasi Kaskazini. Wazo lako tu kuhusiana na sauti yake naibu rais Kithure Kindiki kufuatia kinachotokota, je, atajinasua katika mkorogano huu ambao unamzunguka? Yangu kulingana na maoni yangu ni kwamba kuna kibarua kigumu sana, kwa sababu wakati ukifika mkubwa wako afike mwisho ya utamu wako, ni kwamba safari yako inaanza kuwa ngumu, na ile kitu moja utafanya hata kama hata kung'atua kwenye mamlaka, utakutana na frustration mingi sana, na atakufrustrate kwa njia zozote, na si lazima akuondoe na si lazima akuletee impeachment, lakini anaweza kuangaisha kwa njia mingi na kuhakikisha kwamba atakuchocha mpaka wewe mwenyewe uone hauna chako na ukaweza kulisaini. Lakini ile kitu ningesema ni kwamba muda ambayo tumebaki kwenda kuelekea uchaguzi ni mchache. Kindiki anaweza avumilie kupakwa matope, sababu matope ile Kindiki atakutana naye mara kwa mara, haitakuwa ni rais wake direct, lakini atatumia vijana wake wakupaka matope Kindiki kila wakati, na mpaka yeye aone hana chake pale, mpaka aone pahali yako ni kama pahali chafu, na yeye mwenyewe hata kama leo anasema hawatoki, atoke bila kuambiwa, kulingana na vile jikoni kumekaa. Sasa akiwa kutaka kwenda Ikulu, rais hataki kukuona. Haya, sasa ukiona juzi umeondolewa nafasi yako ya nguvu zako za kuwa na coordination ya makaunti, hiyo mikutano ya kukaa na magavana tena sio yako tena, imeenda. Ukiona vile tabia zimeanza, ni kukuambia lipo jambo, asiyekufukuza hakuambii toka. Kweli. Na hiyo ndio message ambayo rais anamtumia naibu wake. Kwa hivyo kimya cha rais kina kishindo. Ukiangalia yenyewe matamshi ya huyu ndugu yangu kutoka Migori, mbunge wa Migori, ukimsikiza amesema kwamba hao hakuna kitu kingine wanataka ni hiyo kiti ya naibu wa rais, na ni kwamba wana mtu yao ule ambaye ameweza kufanyia kazi kama waziri kwa muda mrefu, na sasa amemtaja jina ni Wycliffe Oparanya. Kwa hivyo kuna kitu ambayo tayari kinaiva,
na tayari wako tayari kupokea. Na pia nikisikiza hayo ni kama kwamba ya Wanga pia nayo hiyo ishakaangwa. Kwa sababu zamani hapo nilikuwa naona kama watu wa Nyanza wanamtayarisha Wanga kwa hiyo kiti. Lakini tukumbuke kwamba meza ya ODM ni kubwa na ina usemi mwingi sana kule Western na una usemi kule Nyanza. Sasa wakiangalia labda mahesabu yao wanaona huyu kijana anaitwa Sifuna huenda akawa wafuruga sana kule Western. Na hivyo labda wanaona sasa wanaprefer mtu anaitwa Wycliffe Oparanya. Lakini mahesabu ya rais ni mengine. Rais labda nao ukimuuliza kule kama ni Western anaweza fanya na nani, atakwambia ni Musalia Mudavadi. Na vile vile mimi najua rais hata wa leo mahesabu haijaisha kwa meza, anaendelea kubadilisha karata. Akiangalia nitafunja hii upinzani namna gani, naweza kuwini Kalonzo kwa arudi namna gani. Kwa hivyo mipango haijafika kamili na bado kuni ziko kwa jiko. Hesabu bado zinapigwa. Hesabu bado zinapigwa. Mheshimiwa, asante. Mheshimiwa, kuna kile ambacho kinaibuka, napenda taswira ambayo inajitokeza. Ni taswira ya kila serikali, rais na naibu wake wana migogoro. Je, kuna sheria thabiti ambazo huenda zinahitajika kutumika au zilizopo hivi sasa za kutatua migogoro baina ya hawa wawili? Manake tunaposema kiti cha naibu rais kiweze kuainishwa vyema, ni kipi zaidi kinachohitajika kufanywa? Katiba imepeana sheria nzuri sana, kwa sababu sheria ambayo ni ya kufukuza rais hiyo ile sheria tu ya kufukuza naibu wa rais. Hiyo ni kumaanisha rais bunge ina mamlaka ya kumngatua rais, na hiyo barabara tu ndio ile barabara ya kumngatua naibu wa rais. Ile shinda ni kwamba bunge ndio imewekwa mfuko na ikawekwa mfuko na executive, na kuwekwa kwa mfuko ndio shida, kwa sababu bunge ndio inafaa kushikilia kama mtu hana makosa, na ndio inafaa kudhibiti kabisa, ikague mashtaka yake ni gani vizuri, ipige kura kulingana na sheria na kulingana na haki. Lakini ulisikia wakituambia juzi, si unasikia wakiconfirm pesa tulikula. Na kama pesa walikula, hata ikiletwa mara ya pili watakula. Na ikiwa Kindiki atapelekwa katika impeachment line, hata survive, atamalizwa. Lakini najua hiyo njia kwa muda huu na muda umebaki, rais anaweza kuona aibu ya kupeleka Kindiki hiyo barabara. Katika barabara sawa. Kwa kile kitu wangependa ni kumletea shughuli za kumtesa, shughuli za kumfrustrate, akasirike atoke. Hiyo ndio ile kitu wangetaka. Barabara ambayo angetaka kumpeleka barabara ile ya impeachment. Lakini rais leo akitaka kupeleka Kindiki nyumbani, ataweka pesa nzuri kwa ambie Kimani Ichung'wah kuja na Junet, pokeeni hii, na wewe speaker pitisha baraka mjadala bunge, kazi hiyo iishe. Na itaisha. Kwa sababu bunge imetumika vibaya. Na bunge ndio imenyima heshima. Kama bunge ingejipea heshima ile imepewa na katiba, na kuambia matatizo kama hayo haungeyaona. Kwa sababu hata uweke sheria gani leo, hakuna sheria utasema deputy president akikosea asifukuzwe through impeachment. Na hiyo barabara ni bunge tu na senator wanaweza kumfukuza. Kwa hivyo hata ukisema njia nyingine, hakuna njia utasema atasifukuzwe na impeachment. Na hiyo barabara it is the worst. Na hiyo ndio Kamurang'a watatumia. Pesa ndio inatumika vibaya, na wale watu wanatumia mamlaka yao vibaya ni wabunge na maseneta. Wakitaka kudefend sheria, watadefend mtu na makosa yake, na hana makosa, wanaondoa hiyo mashtaka na wanamweka uhuru. Kwa sababu rais hana jukumu lolote kisheria ya kumfukuza naibu wake. Na hata leo ukisema naibu wa rais anafaa kuwa na portfolio, hiyo sina shida. Unaweza ili naibu wa rais awe na joto. Usije ukamwambia vile katiba imesema tu ati kazi yake ni kushauri rais na kugawiwa mamlaka ile rais anataka. Badala ya hiyo kukaa hapo kama kuna gray area, ni vizuri tuseme kama ni naibu wa rais, wacha hawe akipewa portfolio. Kwa hivyo wanakuwa deputy president na waziri wa fedha. Unaweza kuwa deputy president na waziri wa tourism ama jambo lingine, so that the office can be busy. Hautegemei rais akupatie kazi. Au akupatie majukumu mengine tofauti. Asante. Yes. Labda kuhusu migogoro labda tusichukue njia ile ambayo tunasema tunayotambua kikatiba,
naamini kuwa pia chama kina nafasi yake ya kutatua migogoro, manake hao wanatoka katika kapu moja. Ni kwa nini rais asiangazie kutatua migogoro hii kupitia chama? Ni kichi ambacho kinamzuia au kinachomfanya asitumie njia hii? Chama iko na nguvu sana, na katika Political Parties Act chama ndio inafaa kuadhibu mtu, na ikikuadhibu lazima ikusikize kwanza. Ikikusikiza, kesi yako inaweza kukuadhibu ama ikuachilie. Na hivyo mechanism ya chama, kuna hiyo disciplinary committee ile ambayo inafaa kusikiza mashtaka, na ikisikiza mashtaka inatosha, inakupatia onyo ukiwa umekosa, na kama itaona hauna dosari yoyote ikuachilie huru. Na ndivyo unaona kama leo hata mbunge, sheria za katiba zinasema huwezi kuwa wewe ni mbunge wa chama mbili kwa wakati mmoja, lakini mtu ambaye ana nguvu za kutatua hayo maneno ni chama peke yake. Kwa hivyo chama ina disciplinary committee, lakini hii barabara yote ilifurugwa na ikaletwa mchanganyiko mbaya. Wakati Uhuru alienda akamleta Raila kwa serikali ndani, alafu unaleta watu wa upinzani ndani ya serikali bila mipango, so ikakorogwa. Sasa hata leo William hawezi kuambia mtu wa UDA atamfukuza, na yeye ameleta mpaka broad based ya watu wa chama ingine kwa jiko. So utafukuza wako na wewe kutumia sheria kuleta hawa wa broad based. So inakuwa vigumu kwake yeye kuchukua safari hii. Itakuwa hatua hiyo kutumika. Lakini rais mwenyewe siku ya leo akitaka kuheshimu chama ambaye imemteua na ikamteua mdogo wake, kabla ya kurushia bunge impeachment process, peleka mambo kwa chama, kwa sababu chama ina mikakati hiyo yote na ina kamiti za kudiru na hiyo, so that kama unaona mtu ameenda kinyume, anapewa mkazo na chama na anapewa onyo na chama. Kwa hivyo kama ni kurekebisha, amwambie urekebisha, na kama hutarekebisha kama chama tutakutu au adhabu itakuwa ni hii. Kwa kifupi, lakini yeye hataki kupeleka vitu kwa chama juu kama rais ameamua ni kukutema, akikuvura kwa penye unaweza ponyoka. Kwa hivyo atakupeleka hiyo barabara, anajua hutarudi, ukienda umeenda ukienda. Asante. Na labda tofauti au mapungufu yake yakaonekana katika tu hali au operesheni hiyo nzima, lakini kwa kifupi tu tukimaliza, labda ni kipi tofauti cha kuzingatiwa katika siasa za mbeleni? Yani kila baada ya uchaguzi mkuu, rais na naibu wake hawajipati katika njia au mkondo ambao tumeshuhudia. Wacha niseme, tumeona hata matata yaliyokuwako na Moi na deputy wake. Unakumbuka mpaka Saitoti hakumalizia akiwa vice president. Aling'atuliwa na Musalia Mudavadi akapewa nafasi hiyo, akahudumu kwa mwaka moja. Akamalizia kipindi ya Moi. Na hii ni kuambia rais wakati huo alikuwa na nguvu mingi sana, lakini leo ule mtu ambaye anahitaji kuweka hiyo relationship iwe na joto ni rais mwenyewe, kwa sababu huyu mtu anaitwa running mate wake hana nguvu sana kisheria ya kumsumbua. Kwa hivyo anaweza mtemu na aishi naye wapi hapo, isipokuwa ifike wakati kama huu mahesabu ya siasa. Sasa unaangalia binu ya kutafuta numbers. Tukimaliza. Na sasa ukiona numbers kama pande hiyo ya mlengo haisipatikani, sasa lazima utafanya mapinduzi ya haraka ili upeleke kiti mahali unafikiria unaweza teka kura sipatikane. Inaitwa hesabu ya mapema. Hesabu ya mapema. Asante sana. Kwa hivyo hiyo ndio naona dalili ya William. Hakuna kitu kingine anaweza kuwa anataka Kindiki kuhama, ni yeye ajipange kisiasa ya 2027. Asante sana. Shukran sana mheshimiwa kwa muda wako na pia kwa mchango wako kuhusiana na mjadala wetu wa hii siku katika kikao chetu cha leo, masaibu ya naibu rais. Na bila shaka pia tukizidi kusubiri hotuba yake Rais William Ruto. Kufikia sasa sina la ziada, na ridhia waliojongea nasi mida ya saa 5 hadi kufikia sasa. Mwenzangu Bentura Komboka yupo ange na taarifa za saa 7 kamili. Kufikia hapa tunawatakia alasiri njema, isona bugdha. Nimekuwa kwako jina Milia Kisienya.